Sawa, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Natumaini sote tu vizuri kabisa katika afya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo linazidi kutuandama na damu yake juu yetu pamoja na uzao wetu wote. Hilo ni jambo la kufurahia sana. Kabla yote, acha tumshukuru Mungu tena. Asante Kristo kwa tukufu na heshima, asante kwa damu yako, asante kwa Roho Mtakatifu na uzima milele. Tunakwenda kulisha neno lako, Roho Mtakatifu ambaye yumo ndani mwetu na nguvu zake sipate kutenda kazi kwa kiwango cha juu, ili neno liwafikie watu na kuwabadilisha na kutubadilisha na kutufanya sisi ambao tunalisha pia kuendeleza na kuongezwa katika jina lako Yesu Kristo kuamini. Amen. Sawa, Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na tumaini pamoja nanyi. Sawa, siku leo tunakwenda kujifunza neno nzuri ambalo linazungumzia kuhusu Pasaka. Maana hii wiki nzima ni wiki ambao Wakristo wako pilika kwa ajili ya Pasaka, ambayo ni sherehe kubwa sana kwa sisi ambao tumeokoka Wakristo, sherehe nzuri zaidi kuliko kawaida, ambayo kila Mkristo hapendi kabisa kukaa akiwa bila kusherekea. Hawezi akakaa hivyo kabisa, maana ni sherehe nzuri ya ukombozi. Sasa tutakwenda kujifunza siku leo nini maana ya Pasaka. Nini maana ya kitu kinachoitwa Pasaka? Pasaka ni nini ambacho tunakwenda kusherekea? Maana kabla ya kwenda kusherekea Pasaka lazima ujue unakwenda kusherekea nini. Nini maana ya kitu kinachoitwa Pasaka? Kwa kifupi, Pasaka ni badilisho kati ya mwenye dhambi kuwa mwenye haki na mwenye haki kuwa mwenye dhambi. Kwa kifupi, Pasaka ni badilisho la mwenye haki kuwa mwenye dhambi na mwenye dhambi kuwa mwenye haki. Hata tusome Wakorintho wa pili 5:21. 5:21 Wakorintho wa pili nasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ambao sisi tulikuwa na dhambi, ili tupate kuwa haki ya Mungu kupitia yeye aliyefanyika dhambi. Mfano, wakati Baraba na Yesu walipokuwa wamefungwa katika kifungo, Baraba alikuwa ndiye mfungwa aliyekuwa ameshtumiwa kwa sababu anayokosa, aidha anayo dhambi. Alikuwa na makosa, Wayahudi wakampeleka kwa Pilato. Baraba akaonekana na kosa, akabidi afungwe. Lakini Yesu alipokuja kuingia ndani ya kifungo kile, Yesu akakaguliwa, akaonekana ana kosa lolote. Pilato akasema sioni kosa juu ya mtu huyu. Lakini Wayahudi wakapiga kelele, wakasema kwamba lazima Yesu asulubiwe. Maana Pilato aliuliza kati ya Yesu ambaye ni Mnazareti pamoja na Baraba ni nani ahukumiwe? Wayahudi wakapiga kelele, lazima Yesu asulubiwe na Baraba aachiwe huru. Baraba ambaye alikuwa mnyang'anyi, ambaye alikuwa ndio mwenye dhambi, akaachiwa, na Yesu ambaye yeye ndiye mwenye haki akafanyika kuwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ambaye alionekana hakachunguzwa ana dhambi, akakuja kuwekwa kuwa mwenye dhambi, yaani akafanyika mwenye dhambi ili Baraba aachiwe huru, ambaye Baraba ni mimi na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani yeye akazivaa zile kosa zetu, yeye akaonekana yeye ndiye aliye na kosa, ili mimi na wewe tuonekane wenye haki. Ina maana yeye akafanyika dhambi, sisi tukaonekana wenye haki, ambao sisi ndio tulikuwa tunastahili kuhukumiwa, tukaachiliwa. Yeye akazitua zile kosa zetu, yeye akavalishwa yale makosa yetu, yeye akavalishwa zile dhambi zetu, yeye akaonekana mwenye dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Yeye akaonekana mwenye dhambi, Masia akaonekana mwenye dhambi. Yaani, na ndio maana tukasema Pasaka ni badilisho la mwenye haki kuwa mwenye dhambi na mwenye dhambi kuwa mwenye haki. Sisi tukaonekana wenye haki ambao tulikuwa tumestahimili kupigwa na kuuawa na kusulubiwa, lakini Kristo akaonekana kuwa mwenye dhambi pahali petu, ili sisi tuonekane wema mbele za Mungu. Na Baraba angesulubiwa, ukombozi haungeonekana. Maana damu ya Baraba haiwezi ikakomboa. Lazima mwana wa Mungu asulubiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Waweza ukajiuliza, ni wanani waliomsulubisha Yesu? Ukisoma katika kitabu cha Luka 18:31 hadi 34, Biblia inazungumza wakati Yesu alipokuwa amekaribia kufika wakati wa kuteswa, aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba sasa imefika mwana wa Adamu kuwekwa katika mikononi mwa mataifa, nao watamfanyia dhihaka, naye unao watamsulubisha, watampiga, watamtemea mate. Yaani mimi na wewe tutamsulubisha Masia. Lazima tuhusike mahali pa kumsulubisha Mesia. Pasaka ni badiliko la mwenye haki kuonekana mwenye dhambi na mwenye dhambi kuonekana mwenye haki. Lazima tunapoiona Pasaka, lazima tumjue Pasaka wetu ni nani. Lazima tumjue Pasaka wetu ni nani. Mahali tunakwenda kwenye Pasaka, tumjue Pasaka wetu ni nani. Unaweza ukaangalia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 5:7. Wakorinto wa kwanza 5:7 inasema, basi jisafisheni, mkatoa ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Pasaka wetu ambaye amekwisha kutolewa, ambaye anakwenda kutolewa ni Kristo, ambaye ni Yesu Kristo. Ndiyo ambao ni Pasaka wetu ambayo tunakwenda kumsherekea, ambaye ni Yesu mwenyewe. Ndiyo Pasaka wetu. Hamna mwingine aliye Pasaka. Na huyu Yesu alitabiriwa kuanza katika kitabu cha Mwanzo 3:15. Alitabiriwa wakati mwanadamu alipoingia katika anguko. Pale mwanadamu alipoingia katika anguko, Mungu alipokuwa akizitupa laana kwa wanadamu, wakati alipokuwa akimlaani mwanamke, akamwambia ya kwamba, tuangalie lugha hiyo katika kitabu cha Mwanzo 3:15. Tuangalie lugha hiyo ambayo Mungu alitumia, akamwambia mwanamke pamoja na nyoka 3:15 kitabu cha Mwanzo inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, kati ya nyoka yani Ibilisi na huyo mwanamke ambaye ni Hawa, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utauponda kichwa, utamponda Ibilisi kichwa. Tunaposema kumponda kichwa, ina maana kuzivunja nguvu zote za Ibilisi, yaani Kristo atamponda shetani, nguvu zake zote zitawekwa chini, atajikuta ana nguvu, yaani atazivua nguvu zote za Ibilisi. Yaani uzao wa mwanamke ambaye ni Kristo utamwondoa nguvu zote za Ibilisi, utamponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Na maana Kristo atapitia mateso kidogo kwa ajili yetu, ili sisi tusiingie tena katika mateso, ili sisi tena tusiingie katika taabu. Atazichukua zote, naye atamponda kichwa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa, uzao wa mwanamke ambao ni Kristo. Kwa nini aitwe uzao wa mwanamke, asiitwe uzao wa mwanamume? Kwa sababu uzao wa mwanamume tayari ulikuwa umeingia katika dhambi,
damu ya mwanaume ilikuwa tayari imeingia katika dhambi. Hivyo basi hakuna tena aliye wa uzao wa mwanaume awezaye kukomboa tena mwanadamu, ambao damu yake yaweza tena kukomboa, kwa sababu kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, watu wote waliingia katika dhambi. Hivyo basi, yani ule udhao wa Adamu ambao mbegu za mwanaume haziwezi tena zikakomboa mtu, inabidi paje mtu ambaye ni uzao wa mwanamke, ambaye ni Kristo, uzao wa mwanamke. Maana mwanamke katika historia hawezi akazaa bila mwanamume, lazima mwanamume ahusike. Like, Biblia inapozungumza lazima uzao wa mwanaume uhusike, ina maana Kristo atakuja bila mwanaume kuhusishwa, yani bila Yusufu kuhusishwa kufanya nini? Kufanya mambo pale ili wafanye nini? Wapate mtu. Na ndio maana pale Roho Mtakatifu alipomshukia Maria, alimwambia kwamba utamchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana mimba ile lazima isihusishwe na damu ya mwanaume. Nao uzao wa mwanamke ambaye ni Kristo alipoingia ndani ya tumbo, yani neno lilipoingia ndani ya tumbo la mwanamke, likazaa, likajizaa mule, likajifanyisha mwili, yani neno ambalo ni Kristo likageuzwa mwili, ikaivaa mwili. Yani neno akavaa mwili ndani ya tumbo la mwanamke, akauvaa mwili ambao mwili ule haukuhusishwa na mwanamume, kwa sababu mwili wa mwanaume, aidha damu ya mwanaume tayari imeharibika, haiwezi ikazaa tena kitu chaweza kukomboa mwanadamu. Yani uzao wa mwanamke ambaye ni Kristo, ambaye ndiyo Pasaka yetu, ambaye ndiyo Pasaka wetu, ambaye ndiye tunakwenda kumsherekea, ambaye hana hila, ambaye hana tatizo lolote, ndiyo ambaye tunakwenda kumsherekea, ambaye ni Kristo Yesu, Yesu Kristo. Na kupitia yeye humo ndani ya tumbo alizitoa shida zote, akatoa laana zote, akatoa manunguniko yote. Ukombozi, uzao wa mwanamke ukawa umekombolewa kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Pasaka wetu ni Kristo. Na tukazungumza kwamba katika Mwanzo 3:15 ndiye ambaye aliambiliwa kwamba atamponda shetani kichwa. Ili Yesu awe sadaka, lazima pawe na baadhi ya mambo itakayo muonesha kwamba huyu ndiye sadaka. Sadaka ya ukombozi. Ili Yesu awe sadaka ya ukombozi, cha kwanza lazima afe katika sikukuu ya Pasaka. Hiyo ni mandatory. Ni lazima afe katika sikukuu ya Pasaka. Kinyume na kufa katika sikukuu ya Pasaka, hawezi akaitwa sadaka ya ukombozi. Jambo la pili, lazima achunguzwe asionekane na kosa. Kwa taratibu za Torati, lazima achunguzwe aonekane hana kosa. Na ndio maana alichunguzwa wakati walipokuwa na Baraba katika kifungo. Yesu alichunguzwa mpaka Pilato kuhani mkuu akashuhudia kwamba huyu hana kosa lolote, sijaona kosa kwake. Lazima achunguzwe aonekane hana kosa lolote. Jambo la tatu, lazima anunuliwe. Lazima anunuliwe. Lazima anunuliwe. Ni mambo mengi sana ambayo yanaweza yakamwakilisha Yesu kuonekana ni sadaka ya ukombozi, lakini niliona nikupa hayo matatu. Lazima kwanza atolewe katika sikukuu ya Pasaka. Pili, lazima achunguzwe aonekane hana ila. Tatu, lazima anunuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo faida gani kwenye Pasaka? Pasaka, kitu cha kwanza, inatuletea ukombozi. Tukizungumza ukombozi, yani kuachwa huru, kuwekwa huru, kuondolewa katika hali ya kuwa umefungwa na kuwekwa katika hali ya kuwa huru, kukombolewa.
yani kuondolewa katika hali ya vizuizi na kuwekwa katika hali ya uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa ukombozi. Hiyo ni moja kuu ya faida ya Pasaka, kutukomboa kutoka katika dhambi na kutuleta katika hali ya kuonekana wema mbele za Mungu. Hiyo ni faida kuu ambayo hatuwezi tukaisahau kabisa, ambayo imetuondoa katika hali ya wafu, ambayo tulikuwa tumekufa zaidi ya watu walioko mortuary. Yani watu walioko mortuary ni watu ambao walikuwa wamekufa wanaotumaini ya kufufuka, lakini sisi tulikuwa tumekufa hatuna hata tumaini ya kufufuka. Lakini Pasaka hiyo inatukomboa, inatuondoa katika hali hiyo. Jambo la pili, hiyo ni kwanza nilisema ni kutukomboa, na katika jambo kukomboa lazima aliyekuwa anashikilia ukombozi aondolewe kwanza. Na ndio maana ukiangalia katika Misri, katika kitabu cha Kutoka 12:12, wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri, wakati walipopakaa damu ya Mesaya, damu ya Yesu Kristo katika milango, lazima wazaliwa wa kwanza wa Misri walipigwa. Yani wale wote walikuwa wakiashikilia maisha wa Israeli lazima watandikwe kwanza. Walipigwa kwa wanyama na kwa watu, walipigwa wazaliwa watu wa kwanza. Ili ukombozi uonekane, lazima wale waliokuwa wanaoshikilia maisha yako, waliokuwa wanashikilia ule uhuru, lazima kwanza wapigwe. Ndivyo lilivyo katika Pasaka. Ni hiyo faida kubwa sana, na ndivyo Yesu alipokuja kupitia damu yake, kulingana na Waebrania 2:14 hadi 15, alikwenda akamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, ambaye ni Ibilisi. Lazima aondolewe kwanza zile nguvu alizokuwa nazo, kwa sababu ukombozi unapopita na baada yeye, na wakati yeye bado ana zile nguvu, ina maana hatujawa huru. Sasa nguvu lazima anyang'anywe kwanza, nguvu zihamishwe, sisi tuwe na zile nguvu, na kwa sasa walio na nguvu ni sisi. Yeye akaondolewa, akatolewa katika hali ile ya kuwa na zile nguvu za kutumiliki, ili sisi ambao tulioamini turisishwe hizo nguvu. Na hakika tunaelewa vizuri, hiyo ni lazima iwe hivyo. Yaani kila aliyesimama na wewe kinyume katika maisha yako kwenye Pasaka hii hatobaki akiwa mzima, hatobaki akiwa sawa. Kila aliyokuwa anashikilia maisha yako akakuwekea magonjwa usiokuwa na faida, mnaokusumbua, lazima muondolewe. Hauwezi kupita kwenye Pasaka ukiwa na hali za namna hiyo, hali ambazo hazina kabisa mwelekeo, lazima ziondolewe, kwa sababu damu ya Mwokozi tunakwenda kuidhihirisha, na walali wa damu yake lazima iondoe kwanza waliokuwa wanashikilia maisha yako, ili Pasaka uipite ukiwa huko sawa kabisa, una afya nzuri, una mawazo mazuri, hauna manunguniko, hauna hali ya kukufanya kumuona Kristo. Lazima waondolewe kwanza. Jambo la pili, hiyo Pasaka faida yake imetufanya kuwa wamiliki. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 5:8 hadi 10, kuko mbinguni, wakati Yohana alipopandishwa kuingia mbinguni, wenye uhai wa 4, wakati Yohana alipokuwa naangalia nani atakaye kifungua kile kitabu cha mihuri ambayo kiko huko mbinguni, wale wenye uhai wa 4 walimwambia kwamba Yohana, kwa sababu Yohana alifika kwenye kipindi cha kulia na kuona kabisa hapaonekani yeyote aliye na uwezo wa kufungua, lakini wenye uhai wa 4 walimwambia kwamba yuko yeye, simba wa kabila la Yuda, mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya watu wote. Na shangaa naposikia zingine kanisa zinasema kwamba Yesu alifia tu baadhi ya watu waliokuwepo pale. Biblia inazungumza kwamba alifia watu wote kwenye Ufunuo, naye aliwafanya kuwa wamiliki na ufalme na ukuhani. Yaani hiyo damu ya Yesu tena inatufanya sisi kuwa wamiliki wa mali zote ambazo Baba alizifanya hapa duniani, ambazo zilikuwa zimenyang'anywa kwa ajili ya makosa yetu, shetani akajimilikisha, lakini kwa sababu ya Mwokozi ametupa sisi kuwa wamiliki. Hivyo basi unapokwenda kwenye Pasaka, ujione ya kwamba umiliki wako unauona. Hivyo basi uone ukombozi wako unauona. Damu ya Yesu hiyo inakwenda kumwagika, ambayo tunakwenda kudhihirisha ukumbusho wa kifo cha Bwana Yesu. Hivyo basi
Pasaka wetu ni Kristo, ndivyo ambavyo tulizungumza, na Pasaka ni ondoleo ni badiliko la mwenye dhambi kwa mwenye haki na mwenye haki kwa mwenye dhambi. Hivyo basi hii ni jambo ambalo waweza ukalichunguza kama Mkristo na kukaa makini sana, ili uende kusherehekea kitu ambacho unakielewa ni kitu gani. Na tumaini ya kwamba kila mmoja wetu atafurahia na litakwenda kuzaa matunda zaidi ndani mwake, kwa sababu sio sikukuu ya mchezo, ni sikukuu ya kusimamia na kukaa kabisa vizuri vizuri, maana ni sikukuu ya furaha kwa kila aliyeamini. Na wewe ambao hujaamini, njoo tusherehekee pamoja, maana ni sikukuu ya ukombozi, sikukuu ambayo ina furaha, inazo nguvu za ajabu za kutetemesha na kuvunja kabisa milima ya kila namna na kuweka mambo yote kuwa sawa. Na uhakika damu ya Yesu juu yako pamoja na familia yako, katika jina la Yesu. Amen.